BMP TV Professional Update. Waendeleaje ndugu mtazamaji wa BMP TV Online, mara tena BMP TV Online inazidi kusogeza karibu na matangazo yetu ya kila wakati ambapo tunazidi kukupa taarifa ambayo yanazidi kuendelea kutangaza dunia. Says the Mr. Orange tena kwenye mic katika uwanja wa BMP TV Online, na hivyo tutaangazia huko nchini Marekani, na huu ni muhtasari wa habari. Ni mwezi Juni 2025 na Rais Donald Trump amerudi tena na vikwazo vipya vya usafiri kwa raia kutoka nchi 12. Pia huko Marekani, katika dunia inayozidi kubadilika kwa kasi, kijana wa leo anakabiliwa na masuala magumu kuhusu maisha, maadili na hatima yake. Ndugu mtazamaji wa BMP TV Online, endelea kuwa nasi moja kwa moja. BMP TV Online tunakuletea mambo kimkemu ambayo inazidi kukupa picha ya kufahamu mambo ambayo yanazidi kuendelea katika dunia ya sasa. Hii ni BMP TV Online, endelea kufurahia update zetu za leo. Habari kamili. Trump akitangaza marufuku ya usafiri mwaka 2017. Tangu mwanzo wa muhula wake wa kwanza, Trump amekuwa akitumia kipengele hiki cha sheria ambacho kinampa rais mamlaka ya kuzuia mgeni yote ikiwa ataona kuwa kuingia kwake ni hatari kwa maslahi ya Marekani. Wengine walikitumia mara chache Trump zaidi ya mara zote zilizopita kwa pamoja, kutoka kwa marufuku kwa Waislamu hadi vizuizi vya afya na hata janga la corona. 212 kibano F imekuwa ngao yake kuu. Mnamo 2018 mahakama kuu ilisema rais ana mamlaka mapana chini ya kifungu hiki, hata ushahidi wa matamshi yake ya chuki dhidi ya Waislamu au kutosha kubatilisha uamuzi huo. Sasa marufuku mpya inawalenga wanafunzi wa kigeni, na ingawa jaji mmoja amezuia kwa sasa, Trump tayari ameweka msingi wa kisheria kwa marufuku nyingine zaidi. Rais Obama alilitumia dhidi maafisa wa Urusi, Bashir dhidi ya Syria, Clinton kwa wanajeshi wa Nigeria, lakini Trump kwa mamilioni ya watu wa kawaida, wakiwemo wanaotafuta elimu, maisha bora au kuungana na familia. Wanasheria wanaoji, je, ni usalama au ni siasa? Je, ni sheria au ni chuki inayovaliwa juu ya sheria? Wakikumbatiana kwenye uwanja wa ndege, wakati wengine wakitazama mahakama, wengine wanaiomba Kongresi kuweka ukomo. Je, taifa litaamua lini kwamba sheria hii haitumiki kuumiza bali kulinda? Ndugu mtazamaji wa BMP TV Online, hiyo ni mojawapo ya kutoka kwa rais huyo wa huko Marekani Donald Trump, kwa haya ambayo yanazidi kuendelea siku baada ya siku. Anazidi kuweka vizuizi hapa na pale, mpaka sasa hivi vizuizi vimetoka mpaka kwa Waislamu, na pia amefikisha mpaka kwa wanafunzi kabisa, kwa kikwazo chake ambayo amekiweka zaidi kuhusu wanafunzi wa kigeni ambao wanazidi kuja kwa nia ya kutaka kupata elimu, lakini kwake hiyo imekuwa ni kwazo mojawapo, hataki wanafunzi wa kigeni kuingia katika nchi ya Marekani. Na siku baada ya siku inazidi kutokea, watu wanazidi kujiuliza maswali, hivi ni siasa au ni sheria tu au ni chuki ambayo inazidi kufanyika hapa? Kwa sababu si kawaida, japo wengine huaga wanatumia sheria kama na hizi, lakini si kama hii ambayo Donald Trump anatumia sasa hivi. Sasa hivi anakuwa anatumia kama vile anakomoa watu fulani hivi, kwa sababu kuna wengine ambao wanazidi kujitafuta kwa njia mbalimbali, hata pia kwa njia ya elimu, lakini amekatisha walio wengi ndoto zao. Rais Donald Trump ni mmoja wapo ya uharibifu katika dunia hii ya sasa, kwa sababu walio wengi macho ni Marekani, lakini sasa hivi
vingi ameweka ni vizuizi, na hivyo kusababisha mpaka wengi wamekuwa wakilalama kwa uamuzi wake ambao anazidi kutoa. Na kauli ambao ilitoka hiyo 2018 kwa mahakama hiyo ya Marekani kuongea kuwa rais ana uwezo juu ya sheria, na hivyo imesababisha mpaka yeye afikie kauli kama na hii. Ndugu mtazamaji wa BM TV Online, hiyo ni mojawapo ya kutoka huko Marekani, na pia hatutotikisika huko Marekani, bado tuko hapo hapo. Katika dunia inayozidi kubadilika kwa kasi, kijana wa leo anakabiliwa na maswali magumu kuhusu maisha, maadili na hatima yake. Lakini katika kizazi cha teknolojia na mitandao ya kijamii, jambo moja alijapotea, haja ya kuamini. Wengi walidhani kuwa dini imepotea kwa vijana wa kizazi kipya, lakini sasa Gen Z wanarudi kwenye dini. Nimepata utulivu ambao mitandao ya kijamii haikunipa. Katika kipindi cha machafuko ya kijinsia, kisiasa na kijamii, dini imekuwa kimbilio. Kwa baadhi ni uasi dhidi ya ulimwengu usioamini, kwa wengine ni kurejea nyumbani. Na sasa kwa mara ya kwanza katika historia ya karibuni, vijana wanaunda sura mpya ya imani. Hiyo ni maneno mojawapo ambayo yanatoka nchini Marekani kwa vijana ambao wametaka kumrudia Muumba wao kwa machafuko mengi ambayo yamezidi kuendelea na mengi ambayo yanazidi kuiona siku badala ya siku, na hivyo imewafanya mpaka kuamua warudi katika dini zao, na hivyo kutaka kuja kuhutubia na kuonesha kuwa vijana tumrudie Muumba wetu, kwa sababu si kila wakati ambako tutafanya yaliyo mapenzi ya Mungu, na dunia sasa hivi ni dunia ambayo wengi wamemuhasi Mungu. Kwa hiyo ndugu zangu, tujaribu kufuata ushauri wa mambo ambayo yanazidi kuendelea sasa hivi. Siasa inazidi kukumba ulimwengu ambao sasa hivi hadi Mungu wa mbingu na nchi tunazidi kumpotezea. Wao ndio kizazi cha mtandao, lakini sasa wanatengeneza njia mpya kuelekea mbinguni. Hiyo ni mojawapo ya vitu ambavyo vinazidi kuendelea kabisa. Ndugu mtazamaji, jiunge nasi kujua namna sheria isiyojulikana inavyobadilishwa uso kwa uhamiaji nchini Marekani na maisha ya mamilioni. Says day Mr. Orange, nilikuwa kwenye mic, endelea kufurahia pamoja nasi. Hii ilikuwa ni BM TV Online, pale ambapo tunapata update tu tunatamani kujuza ndugu mtazamaji wetu. BM TV Online, uwanja wa taarifa. Kila siku tunazidi kukupa mambo ya moto kabisa. Subscribe, like, pia na comment, na hivyo utakometisha zaidi, kwa sababu bila wewe sisi hatuwezi kabisa. Ndugu mtazamaji, jaribu kutufollow page zetu Instagram, TikTok pamoja na Facebook, na hivyo ukitaka kuwa mwanafamilia wa BM TV Online, namba ziko kwenye screen yako hapo, na hivyo utakuwa mwanafamilia wa BM TV Online kule WhatsApp. Kwa hiyo ndugu mtazamaji wa BM TV Online, utakuwa nasi bega kwa bega. Tunashukuru kwa kila hatua ambayo tunaipiga, tukiamini kuwa bado tuko pamoja. Asante sana, uwe na siku njema ndugu mtazamaji wa BM TV Online. Asante. BMP TV Professional Update.